Kuna taarifa zimepatikana za mpango haramu unaoratibiwa na Abduli kwa kushirikiana na bloga mmoja maarufu pamoja na wasanii wa Bongo Movie na wale wa Bongo Flava na watu wawili watatu maarufu nchini Tanzania. Mpango huu umeshaanza kutekelezwa na mpango huu una hatua angalau mbili za msingi. Katika hatua ya kwanza ambayo kama nilivyosema awali imeshaanza kutekelezwa, hao wasanii, Abduli ameandaa message, ujumbe, na huo ujumbe umepelekwa kwa huyu blogger na huyu blogger ameupeleka kwa wasanii. Wasanii wataposti ujumbe tofauti, kila msanii ana ujumbe wake, na kisha wataposti kwenye akaunti zao, lakini pia huyu blogger maarufu atasambaza huo ujumbe wao, na tayari ameanza kusambaza usiku huu ujumbe kutoka kwa wasanii mbalimbali wakionyesha kwamba wana uchungu kwa yaliyotokea, wana majonzi, ni mapenzi ya Mungu na vitu kama hivyo. Hakuna mmoja wao anayemnyoshea kidole Samia, mama yake Abduli, kwamba ndiye aliyesababisha maelfu ya vifo vya vijana wetu wasio na hatia. Kwa hiyo lengo la mpango huu kwa upande mmoja ni kuwachota akili wa Tanzania, kwa sababu wao wanaamini kwamba Watanzania wanapenda kujadili habari za watu maarufu, wanapenda kuguswa na masuala ya watu maarufu, wanapenda kucomment na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa kuwaleta wasanii kuja kujiingiza katika hii picha kwamba nao wameguswa, nao ni Watanzania wenzetu, kwa hiyo wanatoa rambirambi na vitu kama hivyo, lakini lugha pia inayotumia kwamba hii ni kazi ya Mungu. Lengo la mwanzo ni kuwachota akili wa Tanzania, kuwarubuni wa Tanzania. Baada ya hilo, hatua ya pili itakuwa ni kumsafisha Samia. Kwa hiyo kwa sasa wanakwepa, hata ukipita katika akaunti zao hakuna pongezi za ushindi, hakuna maneno mengi kuhusu Samia. Kwa hiyo kwa sasa wanajiweka katika kundi la wananchi. Kwa hiyo watawachota akili wa Tanzania ili Watanzania waamini hawa watu. Baada ya kufanikiwa kupata hiyo imani ya Watanzania, wataenda katika hatua ya pili ya kumsafisha Samia. Lakini yote haya ifahamika kwamba yote haya yanatokea wakati taarifa zilizopatikana usiku huu zinaeleza kwamba vikosi vya mauaji hivyo vya Samia vinaendelea kuua watu. Taarifa kutoka Dodoma na taarifa kutoka Mwanza zinaeleza kwamba vikosi hivyo vinaendelea kupiga watu risasi. Lakini Abduli amekuwa akifanya shughuli hii kwa muda mrefu kwa kumtumia huyo blogger pamoja na hao wasanii, na haya yamefahamika jana katika ukumbi wa makusanyiko ya Watanzania huko Clubhouse, kwenye mtandao wa kijamii wa Clubhouse. Hebu sikiliza clip hii hapa ambayo huyu dada anaeleza kwa undani kuhusu huo mpango dhalimu wa Abduli na huyo blogger na hao wasanii wa Tanzania. Wawili ni mtu na mke wake, na wale watu wengine kwenye wale 6 ni wafanyakazi wa hiyo kampuni ya huyo baba na ambaye ana mke wake. Wale walipewa tenda ya kuleta malighafi hizo za kutengenezea madawa yale ya nini, mbolea, na Hussein Bashe, waziri wa kilimo. Abduli alipofungua kampuni yake hiyo ambayo hata huyu Mpina aliwahi kusema Abduli amefungua kampuni ya simu lakini anauza sukari ama anaagiza sukari. Alimwambia Bashe, nahitaji hiyo tenda iende kwenye kampuni yangu kwa sababu nataka kampuni yangu ifanye kazi nyingi tu na niwe na pesa sana. Bashe akamwambia mambo yaende hivyo Abduli, kwa sababu hii tenda tayari tushampa mtu. Akamwambia wewe rudisha hiyo tenda. Bashe akamwambia mimi siwezi kukurudishia kwa sababu tenda imeshatoka. Akamwambia niitie huyo mpa hiyo tenda niongee naye. Akaitwa yule baba. Yule baba akaambiwa na Abduli, hii tenda ihamishiwe kwenye kampuni yangu, wewe katafute kazi nyingine. Yule baba akamwambia haiwezekani, akambishia Abduli. Alichomwambia Abduli yule baba, akamwambia itakuonyesha kuwa mimi ndio mwenye hii nchi. Nitakuonyesha kuwa mimi ndio mwenye hii nchi.
kile kitendo cha ule baba kumbishia yule baba, Abduli alimkamata ule baba na mkewe, amewaweka ndani. Ilikuwa tangu mwezi wa 6, na wafanyakazi wa ile kampuni na hawa ambao wanaubia nao wale watu wa Asia wale, akawaambia nitawatoa ndani baada ya uchaguzi kupita. Kwa hiyo Abduli akaenda kwa Millard Ayo kwa sababu ana mkataba. Millard Ayo anaishi na pesa ya Abduli, ni kama wenje. Akamwambia, akampa taarifa ya kuandika, akamwambia andika, nimekamata watu, wana makontina wanaingiza madawa ya kulevya ili wauzee jela, na wewe ukiandika Abduli ndio huwa itasomeka na ndio kutakuwa hakuna mahojiano tena. Hiyo kesi akapewa Millard Ayo. Millard Ayo akawaua wale watu, akaandika kontina la madawa ya kulevya. Ninawaongea haya kwa sababu nimepata taarifa ya wahusika, kilichowakuta wahusika. Nimepata taarifa, wenyewe ndo wamenisimulia hizi mambo. Hoja yangu ya msingi hapa, Millard Ayo, kunatembea taarifa za watoto hawa wanaoita sijui wasanii wa bongo movie, sijui kitu gani, miziki, wanaandika taarifa. Zile taarifa zimeandaliwa na Abduli. Ukizisoma unaona hazieleweki. Diamond ametoa, sijui nani ametoa. Zile taarifa wanaandikiwa na Abduli, na mnaona kilichoandikwa. Tunarudi kule kule kwenye wimbo wa wale viongozi wetu wa dini na kamati zao za amani, amani, amani. Unaona hazina hisia, hazina uchungu, hazina ukweli wowote, ni propaganda. Sasa iko hivi, hii nimeipata sasa. Ipo hivi, hawa wasanii sasa hivi wanaambiwa waandike, wamepewa hizo watume, alafu hiyo na sio wamepewa, wao wametumiwa majina yao, wao wamepewa tenda hiyo, wanalipwa. Kipindi hiki watu wanaumia, wanalipwa na Abduli, wanatumika majina yao yanatumika na Abduli. Millard Ayo anatumika kuposti hizo taarifa. Hizo taarifa mnazoona, sijui msanii ameandika vilienda vilirudi, sijui naumia, kilichotokea nchi yangu, amani, Mungu awaponye mlokufa, mlale mahali pema, havieleweki. Ni taarifa ya Abduli, amewalipa hao wasanii waitumie. Sasa ipo hivi, baada ya Samia kuua vijana wetu, kuna mkakati wa wasanii unaandaliwa, wajifanye wanasikitika juu yaliyotokea nchini ili kurejesha imani kwa mashabiki zao, alafu baadaye wajifanye wanawasihi vijana kusamehe. Kusamehe vijana, sameheni aliyotokea, sameheni. Na baada ya hapo watakuja na ujinga. Sasa huo ujinga utakuwa sasa wa kutaka maridhiano ili kuliunganisha taifa. Ni kazi ya Abduli kwa wasanii wake na Millard Ayo. Kwa hiyo tusubiri, mkiona wasanii wanatoka wanakuja na vipeperushi vyao, sijui tunalia, tunasikitika, jamani, ni kazi ya Abduli. Hakuna walichoandika, wameandikiwa na Abduli. Wao vimetumika tu majina yao, wamechukua chao, na huyo bwana Millard Ayo ndo anasambaza. Kwa Millard Ayo, kama unanisikia, bisha hii. Abduli, kama unanisikia, bisha hii. Lakini huo ndio ukweli ulivyo. Jamani, Abduli anatumaliza huku anacheka. Narudisha mic kaka. Asante. Nakushukuru kwa hiyo. Kama nilivyoshauri katika makala iliyopita, njia bora ya kuwaenzi vijana wa Gen Z, mashujaa wetu ambao Samia amechukua uhai wao, ni kuendeleza yale waliokuwa wakipigania. Hawa vijana walikuwa wanapigania Tanzania iliyo bora. Hawa vijana walikuwa wanapigania Tanzania isiyo na utekaji,
isiyo na ulawiti, isiyo na ubakaji na isiyo na mauaji ya kiholela. Tanzania isiyo na watu wasiojulikana. Hiki ndicho kiliwasukuma hawa vijana kuingia mtaani kukipigania. Sasa hizi jitihada zinazofanywa na Abduli na hilo genge lake linalenga kupoteza umuhimu wa jitihada za hawa vijana wetu, lakini hawawezi kufanikiwa. Abduli hawezi kufanikiwa endapo hutompa attention. Abduli hataweza kufanikiwa endapo hao wanaowatumia hutowapa attention. Kwa hiyo basi, mara baada ya kusikiliza video hii, fanya lililo sahihi. Tembeza block, jifunze kupiga block mtandaoni. Sisi wengine huwa tunalaumiwa kwamba tuna block watu wengi mtandaoni, ni kwa sababu hatutaki kuona huo upumbavu kwa mtandaoni. Tunaingia mtandaoni kwa yale tunayohitaji kuyafanya, kwa yale tunayohitaji kuyaona. Lakini usiingie mtandaoni halafu ukaendelea kusoma content za watu ambao hawajasimama na wewe. Hapa YouTube, channel yoyote ambayo haikusimama na wewe, haikusimama na Gen Z, hajaripoti chochote kuhusu yanayoendelea, hairipoti kuhusu mauaji yanayoendelea, unfollow mara moja, unsubscribe mara moja. Ni muhimu kuwapelekea ujumbe hawa watu ili kesho na kesho kutwa watambue kwamba usaliti una gharama. Na wewe kuwa jasiri kidogo. Onyesha ujasiri kama wa vijana wa Gen Z. Na ujasiri wenyewe ni mdogo tu. Usiunfollow, piga block. Kwa sababu ukiunfollow peke yake unaweza kushawishika kutaka kuangalia wanayoandika. Piga block na hii itasaidia. Sambaza ujumbe huu. Je, una maoni gani? Karibu toe maoni hapo chini kwenye comment. Asante na kwaheri.